Karibu katika episode ya 8. Tunasonga mbele pale tulipokuwa tumekomea katika episode ya 7. Ni mara baada ya kumshuhudia Mwamba Jeon akiwa na msibi dada asisubutu hata kidogo kumkaribia huyo jamaa, bali amfuatilie tu kujua wapi anakoelekea. Lakini kama tunavyoelewa tabia ya bidada, huwa ni mbishi sana na akishikilia lake anataka mpaka litimie. Basi kwa mara ya kwanza bidada Yorong hakuwa mbishi kabisa. Sijui labda kwa kichapo kile ambacho alikuwa ametembezewa siku za hivi karibuni ndio maana amekuwa mtii. Yeye akaambiwa amsimamie bidada mmoja mpaka ashuke salama ndani ya train. Huyu bidada ambaye bidada alikuwa anataka kumsimamia mpaka ashuke salama ni nani na kwa nini anasimamiwa mpaka ashuke salama? Lakini ile Mwamba anafika tu katika kituo cha treni, alikuwa na wasiwasi kwamba bidada atakuwa amefanya tofauti kabisa na alivyoweza kuagizwa. Lakini bidada ni kweli kabisa alikuwa busy tu na shughuli ya kumsimamia yule bidada aweze kushuka salama. Kwa hiyo kaka mwalifu yule jambazi ni kama vile alikuwa ameachwa tu. Sasa huyu mwanamke ambaye alikuwa anamsimamia ni kwamba huyu mwanamke alikuwa anapenda sana kufanya live streaming, yani kwenda TikTok live mishale fulani ya usiku. Lakini kuna siku alionekana kuwa na hofu sana. Alipiga kelele kwa hofu sana na mafande ndio walikuwa wanaitazama hii video. Sasa huyo bidada anayefahamika kama Bao, baada ya wiki moja tu kutokea pale tukio hilo lilipoweza kutokea, hakuonekana tena. Kwa hiyo serikali ikawa inahangaika sana kumtafuta. Basi mchakato wa kumtafuta bidada ulikuwa ni mgumu sana, kwani walikuwa wakihangaika katika mtaa ambao walikuwa wanaishi, wanajaribu kuuliza kwa majirani, lakini bado tu walikuwa hawawezi kupata chochote kile kuhusiana na bidada kwa wakati. Lakini pia yule afisa Maji naye alikuwepo katika eneo hili, naye alikuwa akifanya uchunguzi katika kesi hii. Walikuwa wanahangaika sana kuiangalia ile bidada video aliyokuwa amefanya streaming, na wakawa wanahisi kana kwamba wangeweza kumuona mwarifu. Operation ikawa inaendelea tu, kila wakati watu wako busy sana. Sasa imepita miezi mitatu kutoka wameanza kufuatilia kesi hiyo bidada kuweza kupotea, bado majibu yalikuwa yapatikaniki. Leo kuna mtu wa delivery aliingia ndani ya kituo cha polisi. Sasa wakati Mwamba Jisok ameweza kuweka zile dokumenti zake za upelelezi juu ya meza, huyu mtu alipofika wa delivery ni kama alikuwa amekuja kufanya tukio hapa ndani ya kituo cha polisi, na huyu mtu anaonekana ni mtu kutokea kwenye kundi la Grasshopper. Na kweli Mwamba alipoweza kuziiba tu akazipeleka kwa watu wake. Sasa unajua Grasshopper ndio kundi ambalo linatafutwa kwa juhudi sana, na tulikuwa hatujui Grasshopper ni wakina nani. Kumbe huyu ni miongoni mwa hao Grasshopper. Asa Mwamba Jisok hajui kabisa kwamba dokumenti yake imeweza kupotea hapa katika kituo cha polisi. Wakati leo anaendelea kutumia kompyuta ndo akashtuka kwamba mbona utafikiri kuna dokumenti ambayo imepotea hapa. Asa mwanamama Maji pamoja na Mwamba Jisok ndo akawa wamekaa pamoja, ila akawaagiza maaskari kuweza kutafuta ile dokumenti waweze kumwekea mezani pake. Alikuwa hajui kabisa kwamba imeweza kuibiwa. Wakawa wanajadili kuhusiana na hiyo kesi ya bidada kuweza kupotea. Mwanamama Maji akasema siku ambayo bidada ameweza kupotea ndio siku ambayo alikuwa ameibiwa wallet katika treni. Kwa lugha nyepesi, ili tukio linaweza likawa linahusishwa sana na hao panzi, yani Grasshopper. Lakini tafiti mbalimbali zikawa zinasema kwamba mtu ambaye anaonekana aliingia katika chumba cha bidada alikuwa na urefu wa kama futi 6 hivi. Na Mwamba alipoweza tu kuambiwa urefu wa huyo mwizi ulikuwa ni kama futi 6, basi moja kwa moja akawa amemkumbuka yule mwizi katika treni ambaye alimkosa siku ile, ni kama wanafanania urefu wao. Lakini kumbuka kwamba bidada Yorang kila wakati anaingiaga kule katika andaki na lengo lake ni moja tu, kwenda kumtafuta dada yake. Anahisi labda huenda dada yake alikuwa amepotelea katika haya maeneo ya mapango ya matreni. Lakini siku ya leo bidada aliweza kumshuhudia Man in Black, yani Mwamba ambaye anavaaga mavazi meusi, na huyu jamaa leo akazima mwanga. Baada ya hapo akaanza kuvuta begi moja kubwa sana. Bidada Yorang akapata shaka, akatamani kujua ndani ile begi kulikuwa kuna nini. Na bidada alikuwa akisikia makelele mengi tu, akatamani kuiokota bunduki ambayo alikuwa ameiangusha kutokana na hofu, lakini katika harakati za kuitafuta akagundua ameikosa. Akajipa ujasiri na kwenda kuchungulia katika mlango, akasema wewe ni nani? Lakini hakuwepo mtu aliyeweza kujibu kitu chochote, kulikuwa kuna ukimya mwingi. Mwamba hakujibu chochote kile, alimpa kabali moja bidada mpaka akawa anakosa pumzi. Aliposikia sauti ya Mwamba Jisok ni kama alikuwa anakuja ofisini, ndio kidogo huyu Mwamba in Black akaweza kumwachilia bidada. Baada ya kuweza kumwona Mwamba Jisok akajikuta amekuwa mnyonge sana na dhaifu, alikuwa anatetemeka. Huwa akimwonaga yule Mwamba mwenye mavazi meusi anaogopa sana. Bidada akaona kwamba huyu jamaa amemzoea sana mpaka kanamkabakaba hivyo mara kwa mara, afu ajui kabisa kwamba huyu bidada ni afisa wa polisi. Akajitia ujasiri, akaokota bunduki na moja kwa moja akazama ndani ya mapango yaliyopo katika stesheni ya treni. Bidada alipofika huko chini akaanza kusema, unajua kwamba naweza nikakutawanya, nimekuja na bunduki. Akawa anajisemesha mwenyewe, ile sauti yake ya mwangwi akawa anahisi kama kwamba ni kama yule mtu anayevaaga mavazi meusi anamsikia. Baada ya kumaliza hivyo akawa anarudi nyumbani. Basi wakaanza kufuatilia pia picha za CCTV kamera zinazomuonesha bidada katika routine zake za kila siku alikuwa anafanya kitu gani. Lakini kuna mtu akawa
umemtilia shaka huyu mtu alikuwa anahusika katika maeneo fulani vya supermarket. Lakini Mwamba Jisoo akawa anawaza, ni kwa nini kila kesi ambayo tunaifuatilia tukianza tu kutafuta mtu ama kumuhisi mtu fulani kwamba anahusika na tukio, huyo mtu anatakiwa kupotea, inakuwaje kuaje? Sasa kwanza wakawafuata watu ambao zamani kidogo wamewahi kupotea pindi matukio yalipoweza kutokea, na wakaanza kumhoji huyu dada kwamba kwa nini kile kipindi uliwahi kupotea wakati tunatafuta ushahidi kutoka kwako. Lakini wakati wanamhoji bidada alikuwa na kwangua meza kana kwamba alikuwa anachukia vitu vichafu. Sasa uchafu wenyewe uko wapi haieleweki. Lakini Mwamba akawa amempigia bidada Maji akasema, "Hebu kagua CCTV kamera, angalia kama bidada pia naye alikuwa na tatizo kama hili." Lakini Maji akasema bidada alikuwa na mtindo wa kuogopa watu pindi anapokuwa amekaribiana nao. Yaani alikuwa hataki kabisa kukabiliana na mtu yoyote yule. Na baada ya mtafute ya muda mrefu walifanikiwa kuja kumkuta bidada Bo, lakini katika namna ambayo anaonekana kuwa na stress sana na hawajui nini ambacho kilikuwa kimempata. Na ni kama kimazingira fulani hivi bidada Bo alikuwa ameingiliwa kimwili na yule mtu ambaye alikuwa amemvamia katika nyumba yake, yani alibakwa. Sasa bidada Yuran akaanza kumwambia bidada, "Hebu tupe ushirikiano, tueleze namna gani huyo jamaa alikuwa anaonekanika ili tuweze kumkamata na tuweze kumtia gerezani kwa kosa kubwa alilofanya kwako." Na mwanamama Yuran alipoona kwamba Bo hawaneshi ushirikiano wowote ule akasema, "Kwa nini unapenda huyo mtu aliyekufanyia matukio ya ajabu aendelee kuishi free kabisa katika mitaa?" Lakini bidada Bo akasema, "Najua kwamba nyinyi mmenitafuta hapa, hakuna msaada wote ambao mtakwenda kunipatia. Hebu ondokeni hapa, tokeni mara moja." Akaanza kuwafokea. Na licha ya kwamba miamba walikuwa wametimuliwa pale nje, lakini bado walibakia nje kuweza kumlinda asije akajeruhiwa wala kuzuliwa nyakati za usiku. Na kesho yake ilipoweza kufika, bidada Yurang alikuja kwa bidada na akampatia zawadi ya mshumaa. Akasema, "Niliweza kukuona siku ya jana ukiwa umelala macho wakati wote na mshumaa ulikuwa huko oni. Kwa hiyo nimekuletea mshumaa mwingine." Na bidada akaamua tu kueleza ukweli wake wazi kabisa siku ya kesho yake. Baada tu ya kupata maneno ya ufariji kutokea kwa bidada Yurang, akaamua kusema kila kitu katika mitandao ya kijamii. Jambo hili likawaibua wakina dada wengine watatu ambao na wenyewe wakaja kuelezea matukio ambayo yamewapata sawa sawa na bidada, matukio ya kubakwa, afu akawa amekaa kimya bila hata kutoa ushahidi. Ila kila mmoja akizungumza matukio yake anaambatanisha na ule upande wa kule katika kituo cha treni. Kwa hiyo hapa inaonekana matukio mengi huwa yanafanikia kule, afu baadaye mabinti wanatishiwa kuuawa kama watatoa ushahidi. Na kila mtu ambaye wanamuuliza huyo jamaa anaonekanika anafanya kama shughuli gani hivi, kila mtu akawa anasema huyo mtu anaonekana kama vile mtu ambaye anahusika na masuala ya umeme, yani ni kama fundi fulani hivi. Maafande wakajumlisha na kutoa, wakaja kugundua kwamba kuna mshikaji ambaye ameajiriwa kama fundi umeme huko katika maeneo ya Tano, yani katika maeneo ya Andaki. Huyu wakaamua sasa kuanza kumfuatilia. Na Mwamba alikuwa ameshtuka tu kwamba huenda kuna wakina dada ambao wameanza kuripoti pia. Kwa hiyo jamaa akajua kisa kwamba atakwenda kushtukiwa, lakini dakika hizo akaweza kumuona Mwamba Jisoo pamoja na bidada wakiwa kama vile wanakuja upande ambao yeye yupo. Sasa kumbe maafande wakati wanaelekea katika hayo maeneo walikuwa wanafuata kifaa fulani ya cha mawasiliano ambacho Mwamba alikuwa anakitumia, ndio akawa amekitrack. Lakini jamaa alipogundua kwamba anafuatiliwa akawa amekitupa kile kifaa na wakakikuta hapa. Na hapa ndio maafande wakawa wameshtuka kwamba mtu anayemfuatilia tayari ameshajua kwamba anafuatiliwa. Kwa hiyo jamaa ataongeza umakini sana. Kumbuka kwamba bidada Yurang ana uzoefu sana katika haya maeneo ya Tano na anaelewa kila njia ambayo inatoka na kuingia hapa ndani. Sasa akawa anasema kwamba huyu mtu hawezi akatokea milango ya kawaida hata kama iko 10. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwe makini. Kwa kuwa amekimbia atakuwa ameenda kujificha katika mlango namba 1, 2, 3, 4. Kwa sababu hii milango haitumiki, atakuwa anasubiria mpaka watu muweze kupoapoa huko ndani ndio ataenda kutoka. Kwa hiyo mtu atakuwepo ndani na hawezi kutoka kwa haraka namna hiyo. Na kwa kutumia maelekezo ya bidada, basi wakaanza kufuata kila njia ambayo wameweza kuelekezwa, kwa sababu wanajua huyu mtu hawezi kutoka kutokana na maelekezo ya bidada. Kila sehemu wakaanza kutafuta. Walisakama isee. Mwamba Jisoo kaamini kwamba huyu jamaa atakopo hayupo katika haya maeneo. Lakini bidada Yolani akasema, "Mimi naelewa kila kitu. Twendeni tukatafute." Akagundua kwamba kuna sehemu moja tu ambayo hajatafuta, na ni kweli walimfuma Mwamba. Na kwa sababu Mwamba ni mtaalamu wa masuala ya umeme, walipokuwa wakimsogelea tu basi akachukua bonge moja hivi la kapu la maji akamwaga chini. Baada ya hapo akachomoa nyaya za umeme akasema, "Mkinisogelea tu nikigusisha hizi nyaya mmekwisha." Lakini bidada Yurang alijua tu kabisa huyu Mwamba hawezi kabisa kugusisha hizo nyaya, kwa sababu hata yeye mwenyewe amekanyaga hayo maji. Kama akitia tu umeme hapo hata yeye mwenyewe atakwenda. Kwa hiyo hawezi kufanya tukio hilo, ni kama anawatishia tu. Akachukua mfagio wenye maji alafu yeye akashika sehemu kavu akamkamata Mwamba hivi kwa kuminya nao ule mfagio katika eneo la shingo. Jamaa alilambwa shoti, na kama unavyojua tabia ya umeme bana, huwa ukikugusa umekugusa kweli. Ulimgusa Mwamba mpaka jamaa akajikuta kama vile amezimia, sijui atakuwa amekata moto mazima. Basi wakawa wanamcheki pale, wanamwangalia macho yake, wanagundua hakuna ishara. Hasa hatujui je, Mwamba yuko hai au atakuwa amekufa. Lakini bado tu kisanga ni kile kile, nani ambaye anaitwa Grasshopper na matukio yake anayafanya vipi. Lakini kabla hujaondoka katika chaneli yako, hebu sikia hii.
Hivi unajua kuwa PVP Media Max katika kitengo chake cha IT wanatoa huduma ya kuuza channel za YouTube ambazo zimekuzwa na PVP Media Max, lakini pia wanatoa huduma ya kukuza channel kutokea subscriber 0 mpaka subscriber 1000 ndani ya siku moja tu. Alafu ile changamoto inayowatesa wengi kufikisha masaa 4000, basi changamoto hiyo inatatuliwa ndani ya siku 2 tu, kama tu ukishirikiana na PVP Media Max. Mamia ya watu wameshashtukia mchongo na watu wanatengeneza mkwanja mzito. Kama ujui utafungua channel ya YouTube na uelewi nini cha kwenda kufanya, tunafundisha namna ya kutumia AI, yaani video ambazo unatengeneza wewe mwenyewe pasipo hata kuweka sauti yako wala picha. Hizi video zinajitengeneza zenyewe kwa kutumia maandishi tu. Nilidhani radi inagonga juu ya paa mpaka niliposikia ikigonga chini ya ardhi, na pale kwenye maji ya barabarani kitu kilining'inia kama kamba, lakini kilikuwa ni ngozi ya nyoka imeandikwa jina langu. Kuanzia siku hiyo pesa zilianza kutoka sehemu ambayo haiwezi kutoka pesa, kaburini. Mbona hii ni zaidi ya ofa? Yaani unajifungulia akaunti ya YouTube, baada ya hapo inakuzwa mpaka kufikia vigezo ndani ya siku moja, kisha baada ya siku 2 inatimiza masaa, siku ya 3 unafundishwa namna ya kutengeneza content. Alafu kilaini tu ukiwa nyumbani unatengeneza mkwanja mzito. Wewe bwana wewe, upewe nini? PVP Media Max ni zaidi ya burudani na ni zaidi ya ajira. WhatsApp katika namba yetu ya simu ni 0622113984. Huduma zetu ni gharama nafuu kabisa. Kwa shilingi 100,000 tu unatengenezwa channel na kukuziwa. Kumbuka, ofa hii itakapoisha gharama itakuwa kubwa zaidi. Wahi sasa, ipatia huduma yako, tengeneza ajira yako binafsi.